kililala inene, kilichonyamaza kinene, kilichotulia kisitulie. Umenielewa mpenzi? Kwa hiyo tusiwe tunapita tu. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote pamoja wakanena kwa lugha mpya. Jamani, leo mjitahidi kunena kwa lugha mpya. Amen. No, lazima uangalie. Sio unapita tu kama maji. Usio unapita kama ulifikirie neno. Kama walinena kwa lugha mpya, je, hiyo lugha ilikaa hapo hapo? No. Tunaposema lugha mpya inakuja katika maisha yako yote, sio hapo tu. Mimi siku moja nikawa naambia kanisani, kama wewe unanena kwa lugha halafu huko bado huko kuna mambo hayajainuka, bado huko lugha hazineni, tuna mashaka na hiyo lugha ulionayo. Tuna mashaka na hiyo lugha. Yaani mtu mimi anaweza asinidanganye kwa sababu ananena lugha kanisani, lakini lugha anayoinena nitaenda kuitazama kula anakoishi. Kula anakofanya nini? Anakoishi. Kwa sababu mimi swala la Roho Mtakatifu sasa nina uzoefu nalo. Nilishawahi kuponywa kwa Roho bila msaada wa mtu. Nilishawahi kuponywa na nguvu za Mungu bila kuombewa. Kwa hiyo nina ushahidi wa kutosha kuhusu Roho. Kuhusu nini? Kuhusu Roho. Nimepitia, lakini Roho msaidizi anakuja kwa ajili ya kusaidia maisha yako yainuke, kwa ajili ya kusaidia huduma yako, kwa ajili ya kusaidia ndoa yako. Yesu akasema neno moja, sitawaacha kama yatima, nitawachia msaidizi ambaye ni Roho ya Bwana. Roho ya Bwana inatosheleza. Kama walipindisha miguu yako, Roho ya